الله تدخل تدريس شظايا تدخل ريع بس يا الله Tukizidi kuangazia mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, jeshi la Israel limesema siku ya Jumanne kuwa limeshambulia na kuharibu kabisa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa pamoja na vituo vya umeme katika duru ya pili ya mashambulizi ya anga tangu siku ya Jumatatu, baada ya kundi la Houthi linaloungwa mkono na Iran kushambulia uwanja mkuu wa ndege wa Israel. Picha kutoka kwa shirika la habari zilionyesha wingu kubwa la mlipuko likitokea pembezoni mwa mji mkuu wa Yemen unaodhibitiwa na kundi la Houthi wa Sanaa. Muda mfupi uliopita, ndege za kivita za IDF zilishambulia na kuvunja miundombinu ya kigaidi ya kundi la Houthi katika uwanja mkuu wa ndege wa Sanaa na kuufanya usiweze kutumika kabisa, jeshi la Israel lilisema katika taarifa. Shambulio hili lilitekelezwa kujibu shambulio lililozinduliwa na utawala wa kigaidi wa kundi la Houthi dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion. Barabara za kuruka ndege pamoja na miundombinu katika uwanja huo zilishambuliwa, jeshi la Israel lilidai. Mashambulizi hayo yalifuata yale ya Jumatatu kwenye bandari ya Hodeida huko nchini Yemen, baada ya kombora la masafa marefu la Houthi kutua karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku ya Jumamosi na kusababisha mashirika kadhaa ya ndege kusitisha safari zake. Mashambulizi ya siku ya Jumatatu yaliua watu 4 na kujeruhi wengine 39 kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayoendeshwa na kundi la Houthi. Jeshi la Israel lilisema kwamba uwanja wa ndege pamoja na bandari hiyo vilitumika kama vituo vya kuhamisha silaha pamoja na wapiganaji. Vimekuwa vikitumika mara kwa mara na utawala wa Houthi kwa madhumuni ya kigaidi, ilisema taarifa hiyo ya jeshi la ulinzi la Israel IDF. Vituo kadhaa vya umeme vilishambuliwa katika eneo la Sanaa pamoja na kiwanda cha saruji cha Al Imran kilichoko kaskazini mwa mji mkuu wa Yemen wa Sanaa, ambacho jeshi la Israel lilidai hutumika kwa ujenzi wa handaki za chini ya ardhi. Shambulio hili linazidi kudhoofisha uwezo wa kiuchumi na kijeshi wa utawala wa Houthi, taarifa hiyo ya jeshi la ulinzi la Israel iliongeza. Nayo wizara ya mambo ya nje inayoendeshwa na kundi la Houthi ililaani mashambulizi hayo, ikisema uvamizi huo hautabaki bila jibu kali. Shambulio hili linaonyesha kushindwa kwa chombo cha kizayuni kufanikisha malengo yake nchini Yemen na jaribio lake la kutafuta ushahidi wa uongo, iliongeza taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje inayoendeshwa na kundi hilo la Houthi. Houthi waliotangazwa kuwa kundi la kigaidi na mataifa kadhaa yakiwemo Marekani wamekuwa wakirusha makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kuelekea Israel na kushambulia meli katika Bahari Nyekundu tangu kuanza kwa vita vya Gaza, wakisema kuwa ni kwa mshikamano na Wapalestina wakati Israel ikiendelea na uvamizi wake huko Gaza. Siku ya Jumanne, jeshi la Israel lililaumu Iran kwa mashambulizi hayo ya kundi la Houthi. Kwa mwaka 1.5 uliopita, utawala wa kigaidi wa kundi la Houthi umekuwa ukifanya kazi chini ya maelekezo na ufadhili wa Iran kwa lengo la kulenga taifa la Israel pamoja na washirika wake, kuvuruga udhabiti wa eneo hili na kuhatarisha uhuru na usafiri duniani, taarifa ya jeshi la Israel ilisema. Iran imekanusha kuhusika katika mashambulizi ya kundi la Houthi dhidi ya Israel pamoja na usafirishaji wa kimataifa, na msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran Ismail Bagei alisema siku ya Jumatatu kuwa Tehran haina operesheni kupitia mawakala wa eneo. Maamuzi yanayofanywa na watu wa Yemen yanatokana na matakwa yao wenyewe na tuhuma zote dhidi ya Iran hazina msingi wowote, alisema waziri wa mambo ya nje wa Iran Ismail Bagei. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tutazidi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinajiri katika mashambulizi hayo huko Mashariki ya Kati. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea kupokea habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.